moja ya Muungano, lakini wengi wetu nikiwemo mimi mwenyewe hapa ni watu ambao tumezaliwa baada ya Muungano. Kwa hiyo tumezaliwa nchi ikiwa tayari ilikuwa tayari imeshaungana. Wengi wetu kwa maana ya 80% au zaidi watakuwa ni watu ambao wamezaliwa baada ya mwaka 64, kwa maana tuna vijana wengi sana na nchi yao ni Tanzania. Kwa bila shaka maendeleo haya yanafanywa kwa lengo la kuwahudumia wananchi wa Tanzania, yani ni kwa ajili ya kutuhudumia sisi. Kwa hiyo ni muhimu sana jambo lolote ambalo litaletwa kama wito kutoka kwenye serikali, lakini hata Chama cha Mapinduzi ambacho ndo chenye serikali inayoongoza, ni kwamba tuende tukashiriki katika chaguzi. Chaguzi hizi ndizo ambazo zitachangia haya maendeleo na shughuli nzuri kama hizi ambazo zinaendelea kufanywa. Nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maendeleo makubwa aliyoiletea nchi yetu katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta hii ya afya. Ni dhahiri kuwa ujenzi wa maabara hii kama ni moja ya miundombinu bora ya afya ni ushahidi wa kutosha wa mafanikio ya uongozi wake katika nchi hii. Wakati tunapoadhimisha miaka 61 ya muungano wetu, kila kiongozi na kila mwananchi kwa nafasi yake na kwa ufahamu wake juu ya muungano anapaswa kumkumbusha mwenziwe juu ya historia, faida na umuhimu pamoja na fursa za muungano wetu. Ni imani yangu kuwa kila mmoja wetu hapa anajua japo kwa ufupi kuhusiana na muungano wetu. Kwa ufupi tu, na kwa kuwa tupo Tanga na nipo Tanga, ningependa kusema kuwa muungano wetu umerahisisha fursa nyingi baina ya pande hizi mbili za muungano, zikiwemo za kibiashara na uchumi, usafiri na usafirishaji, pamoja na zile za kijamii. Tunafahamu waheshimiwa wananchi wamehama au kuhamia kutoka upande mmoja wa Jamhuri ya Muungano kwenda upande mwingine, kwa maana ya watu wamehama kutokea kwenye visiwa vyetu vya Unguja na Pemba kuja huku bara, na vile vile kutokea huku bara kwenda kuishi kule Zanzibar. Wamejenga, wameoa na kuolewa na kuleta kizazi cha Watanzania, na wanaendesha shughuli zao za maisha yao bila kubughudhiwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Pale Unguja kaskazini, maeneo ya Nungwi, wapo Watanga wengi sana, watu ambao kwa sababu ni rahisi zaidi kuvuka hapa kutokea Tanga kufikia kwenye visiwa vyetu vya Pemba na Unguja. Kwa hiyo kwa pale Nungwi kaskazini Unguja wapo wengi sana kutokea hapa Tanga ambao wamefurahia kabisa maisha ambayo wanaishi pale na tayari ni Wazanzibari kamili hivi sasa. Kuna wanaosafiri na kwa majahazi kutoka Unguja na Pemba kwenda Pangani, Mkwaja, Saadani, Bagamoyo, Mafia, Kilwa na kadhalika. Na wapo wanaotoka pwani ya bara na kuingia Zanzibar kupitia bandari za Kizimkazi, Fumba na Mkokotoni vile vile kuna wanaotumia boti za kisasa na ndege pia. Wapo hao bila ya muungano, wote hao kumradhi, bila ya muungano wangelazimika kusafiri kwa utaratibu mgumu zaidi ambao huenda ungehusisha kutafuta visa, kutumia hati za kusafiria na hata kupata vibali vya ajira upande wote ule wa muungano. Nitoe wito kwa viongozi na wananchi wote, tuendelee kuulinda na kuimarisha na kuenzi muungano wetu kwa maslahi ya Watanzania wote. Nimalizie kwa kuwataka viongozi wenye dhamana ya kusimamia ujenzi wa maabara hii ambayo tumewekea jiwe la msingi kuhakikisha kuwa wanaosimamia vyema ujenzi huu ili uweze kukamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa na vyenye matumizi yanayozingatia thamani halisi ya fedha. Miaka 61 muungano muungano huu muungano waasisi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Karume waliona mbali sana, na kwa hakika sisi tuna dhamana kubwa, na ndio maana viongozi wamekuja hapa katika kuadhimisha shughuli hii, kuzindua miradi, lakini kuongea na wananchi ili kuendelea kudumisha muungano na kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama.
na kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa eneo la kutiliwa mfano duniani kote. Ni muungano uliodumu dunia nzima kwa kipindi kirefu sana, pamoja na chokochoko zote, pamoja na husda na nini, lakini sisi Watanzania wa bara na visiwani tumeamua kwa pamoja kwamba tutaendelea kuulinda, kuuenzi na kudumisha muungano wetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kufanya kazi kubwa kuimarisha muungano basi na kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana bara, yanapatikana vile vile visiwani. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi. Tumeona haya yanaonekana hapa na Zanzibar hali kadhalika. Tukiangalia mashule zinazofunguliwa na Zanzibar vile vile, masoko makubwa, lakini barabara na miundombinu mbalimbali ambayo inafanyika katika nchi zetu mbili. Itoshe tuseme Mheshimiwa, ugeni huu, adhara hii wako kwa ajili ya kukusikiliza. Sisi tumefarijika sana na ujio wako. Hapa tuseme tu kwamba hii ni sehemu ndogo tu ya Handeni. Jiografia ya Handeni ni pana kidogo. Katika eneo hili hapa wamekuja kama wakilishi wa kutambua na kuheshimu ujio wako, lakini kwa kuonyesha tu kwamba kwa kweli wako pamoja na wewe,